Na mimi wewe nakuamini, na ndio maana la mimi, kwa sababu mimi na wewe tunaendana, na wewe ni bosi mzuri kweli kweli, na ndio maana nafanya vitu vyako kwa usarifu kabisa. Yaani kile ungekuwa bosi ambaye ameaitomea hicho, wala nisingefanya mambo yote bwana. Usingi bwana, twende tukafanye mambo mazuri huko, alafu tutakaporudi tutakaa tutaongea vizuri. Unasikia sasa? Yaani hapa kwanza nakushukuru sana, kazi umefanya kubwa kweli kweli. Cha kufanya sasa, nitakupa likizo ya kupumzika ya wiki moja, alafu tutaonana kazini. Uje ofisini baada ya likizo yako kuisha. Kwa hiyo usiku huu bado tumesharudi salama, basi wewe utaenda kupumzika. Sawa bwana? Sawa, nashukuru sana bosi wangu, nashukuru kweli kweli yani. Lakini kweli ile safari ilikuwa ngumu kweli, lakini nashukuru kwa sababu tayari tumeshafanya masuala ya kiofisi, kila kitu kipo vizuri. Na mimi mambo yakiwa vizuri ndio nashukuru sana, kwa sababu mambo yakiwa vizuri na kule tumeshapata ule mradi, basi mambo yanaenda vizuri kweli kweli. Basi ina shida bosi wangu, asante sana bwana. Itabidi nikapumzika, alafu hiyo baada ya wiki moja mimi nitakuja ofisini kama ulivyosema bana. Nashukuru sana bana. Haina shida kabisa, yani haina shida kijana wangu. Yani mimi nafurahi kwa sababu wewe kazi yangu unaifanya vizuri. Mimi nimekupa likizo wiki moja, alafu nitakuingizia hela yako kwenye akaunti ya likizo. Haina tabu yoyote. Kwa hiyo cha msingi wewe ni kwenda kutulia, kupumzika, ili utakapokuja ofisini basi kila kitu kiwe vizuri. Sawa bwana? Mimi nafurahi sana kwa sababu wewe ni mchapakazi mzuri, alafu nilikwambia na surprise yako, lakini utakapokuja ndo kufanyia hiyo kitu. Yaani sitaki kukwambia mapema, usiwe na shaka kabisa. Nafurahi sana bosi, yale alifurahisha kweli kweli yale bosi wangu yale. Yaani nafurahi kweli, la bibi ninasubiria hiyo surprise yani. Yaani natamani kabisa hata likizo yenyewe nisingeenda kukaa yani. Yaani jinsi unavyoniambia hivyo, yaani unanitamanisha kweli yani nijue hiyo surprise gani bosi wangu bwana. Basi haina shida, na mimi pia bwana nimekuelewa. Nashukuru sana, na pia nashukuru sana kwa kunipa hiyo likizo ya muda bwana. Na hata hivyo nimechoka kweli kweli. Yani yule mzee msipendi kabisa na kufuatilia mambo ya shule, yani sipendi kweli na nilibua kweli yani. Yani ninaambia masuala ya kusoma kama shule imeniweka pale muda wote pale nimekaa, hata nyumbani sijaenda hata kunifundisha masomo ya ziada. Nikala kweli, afu mimi nashangaa eti dada anamwacha anaenda nyumbani, mimi niacha sana shuleni pale, nibua sana saa nyingine yani. Rafiki yangu sikiliza. Wewe haujui kama mzee wako nakupenda. Kikubwa ni kukaa naye vizuri. Cha kufanya sasa wewe hapo umsikilize kila jambo anachosema. Tena una bahati kweli kweli, yani umempata baba mzuri. Amna bina kweli bina baba mzuri gani baba meyusho bana. Wekea siku anifuatilia mimi tu. Afu dada mda kuchoka na mnisho naondoka. Afu mimi nakaa pale mpaka saa 12 minja inaniuma. Wekea siku shule inanibua kweli. Sasa sikiza mwanangu, vitu ya kufanya kwa vipi wenzetu nasikia baadaye kutoka kuna mziki, kuna jamaa mmoja anaimba na nini, nasikia ndio kutoka kuna nani yao na wakuna nini, nasikia naongea sijui jamaa msanii, nasikia msanii mzuri kweli yani. Baadaye tuanze tukakata tiketi tukamwangalia jinsi anavyoimba pale. Sijua hela mimi nitakulipia hii nyoma wala nini. Leo Jumapili tuingie bwana, atuingie kule shuleni kwa vipi twende tukaredebe, au unasemaje mwanangu? Shida kama utanilipia nauli na kama utanipa hela ya kuingilia, basi hakuna tabu rafiki yangu bwana. Tutakwenda zetu mimi na wewe, tutakwenda kuangalia huo mziki. Basi poa, basi mimi niko tayari. Kama vipi twende zetu au baadaye, unasemaje mwanangu? Na kusikiliza wewe. Sina pressure bana, kile kitu nitakulipia nauli nini kiingilio, kile kitu nakulipia, niondoa shaka. Ni shule jua tena yaniita mimi hela nazo bana za shule na zikagekaga nini kiingilio bei rahisi tu pale. Tutaingia fresh tu, wala usijali bana, sio mbaya, ni nauli nitakulipia, kiingilio nitakulipia, tiketi nitakukatia, ni fresh tu. Si pole kwa safari, najua safari imekuchosha kweli yani, ila
Vipi huko, kazi imekuwaje? Mmefanikiwa kupata kile ambacho kimewapeleka huko? Niambie basi bosi wangu, nini kinaendelea huko mpaka saa hizi? Nashukuru, nimemaliza vizuri, kila kitu kimeenda sawa, na wale mabwana wamekubali oda yetu, kwa hiyo wametugaia sisi ule mradi, tumeshirikiana nao vizuri. Kwa hiyo nashukuru Mungu, mambo yameenda vizuri kila kitu. Sijui nyinyi huko nilivyoacha mambo yanaendaje sasa? Umosi, kila kitu kipo sawa. Nimeongea na ule msanii, tumeelewana, kakubali. Kwa hiyo hapa nikasema na kusubiria wewe utakaporudi nikukutanishe naye, umeona. Hata hivyo nimeandaa concert kwa ajili ya yeye kama majaribio, ili tumwangalie kama kweli anajua, ili utamwona pale jukwaani. Kwa hiyo ndio hivyo, mtulivu tu, hana mambo mengi. Kwa hiyo ndio hivyo boss, huku kila kitu kimekuwa shwari tu, hakuna shida yoyote. Sasa kama ni hivyo, kila kitu kipo vizuri, basi hakuna shida. Tutapanga hiyo siku unasema concert, basi tutaenda tutamwangalia, alafu tukiona uko vizuri, basi nitaongea naye, tutaingia kwenye mkataba. Kila kitu kipo sawa, hakuna shida kabisa. Vipi mambo mengine? Lakini kiofisi mambo yanaenda vizuri zaidi, nadhani nimekuacha kila kitu kipo safi. Bila shaka boss, huko ofisi kila kitu nimekisimamia, hakuna hata kilichoharibika. Yani huko sio na shaka, wanasema tike, yani kila kitu kipo ile kama ulivyoondoka ndo ulivyoacha hivyo. Basi sawa boss, meacha niende zangu ili tupangilie mambo ya posters, tuangalie mambo ya kwenda media kule, kuenda kutangaza hilo jina, ili kuwe kuna taarifa watu wajua siku ya concert tupate watu wengi zaidi. Au unasemaje bosi wangu? Hilo ndo wazo nilolipanga mie. So kuna shida yoyote, wewe nenda kapumzika, alafu mimi na wewe tutajua, tutaonana, tutaongea vizuri zaidi. Na mimi wacha nipumzike, kwa sababu ndo kwanza nimerudi. Kwa hiyo tutakaa vizuri, tutaongea vizuri, tutadiscuss, alafu tutajua nini cha kufanya huko mbeleni. Sawa bwana? Hakuna shida, nimekuelewa bosi. Wewe pumzika, wewe umechoka kweli, maana safari hatua. Basi na mimi wacha niende zangu, alafu utakapokuwa tayari basi utanijulisha, ili tuongee vizuri zaidi, tujue tunafanyaje kama walivyosema. Basi sawa, acha mimi niende. Leo kwamba atakuwa vizuri. Leo nasikia kuna mziki mzuri, kuna msanii mpya sijui ataimba na nini. Sasa mwenyewe hapa niko napanga plani kwenda kumwangalia, sijui msanii mwenyewe, sijui msanii gani, nasikia tu. Sema kweli kabisa bwana Mlevu, nasema kweli. Ni msanii gani tena huyo? Nikana anajua kuimba vizuri, au wewe ushawahi kumuonaga nini? Itakuwa ni wapi hiyo? Hapo itakuwa ni siku gani hiyo? Twende zetu tukamwangalie bwana. Haina haja kumeki. Cha kufanya hapa kumekela. Hapo kwenda kuangalia muziki wake, kama anajua kuimba vizuri au anaenda mdebwedo. Au unasemaje bwana? Ni lini kwanza itakuwa hiyo issue? Maana umeniambia tu juu kwa juu hapa, lakini hujaniambia ni siku gani. Mbona bwana? Sielewi. Maana napendaga sana mambo ya muziki. Jamaa anataka kubuura, nasikia tu fulani, kwa sababu jana usiku kwa video kabuura, wanasema kuna msanii atakaimba na kule barabarani naona mbandika picha zake. Kwa hiyo kunakuwa kuna ile kabla pale Kestauni pale, ndo atakuwa anaimba pale Kestauni, tunapajua pale Kishevule pale ndo atakuwa anaimba ule msanii pale Soweto pale bwana, tunapajua ile za moja nini nasikia ndo wamwanika hiyo posters. Umepajua ile ndo bayangu kubwa pale, upajua mara bagi tunapajua pale wasanii kibao wanafikaga pale bwana. Hiyo ba iko wapi? Hiyo kisi nini wanasema Kisi Town. Hiyo ba iko wapi bwana Mange? Acha wewe kunifanyia hivyo mimi Mange bwana, na maana baa zote mimi siwezi kuzijua. Kwa sababu gani? Unajua mimi sio mlevi kama wewe, Iko wapi hiyo ba? Basi kufanya zizi hiyo siku ikifika hiyo saa 1 tutaenda zetu pale, mimi nitakuibukia
kutulia na kupigia simu alafu twende wote. Umeona bwana? Ili nisije na mimi ngapotea. Na mimi mwenyewe nataka huo uono. Nataka nimwangalie msanii wa vipi? Maana wewe unavompamba hapa. Inaonekana kama msanii kweli au mimi ayusho tu bwana, ukapoteza hela yetu pale, mambo kama mabaya. Swala langu mimi ngalembege kama ni hivyo bwana. Hebu niambie ni sehemu gani hiyo umesema Kistauni? Basi wewe mimi nitakutafuta bwana, twende zetu pamoja. Na baka wao na pressure, mimi nitakupigia simu twende zetu pamoja sawa. Jumapili mapema tu nitakupigia simu saa 12 twende zetu kwenda moja tuwepo pale tuchangia kama tena msalia jana kuimba sawa. Wewe usicheze pale, unasikia bwana, hiyo mafresh ruko kupigia tutaenda zetu. Alafu tunaangalia kweli fulani kama mzuri basi mimi nitakuwa naingia kila siku. Sasa sikiliza basi, agiza basi hata bia rafiki yako tunakaa tatu vitoto rafiki yako pamoja na ada zikoja ubora nimeshakuletea dea kila kuna chochote hapa, agiza basi tuagiza wewe sina kitu juu hapa bangi. Wagiza siku nyingine talipa wewe bwana. Mayangu, yani wewe na maana wewe umenileta hapa ili uanze kunipiga kilungu, si ndio? Yani umenanzia mbali kweli kweli. Na maana wewe umenileta hapa kumbe una chochote unataka mimi nikuhudumie kila kitu. Sikiliza bwana, nikwambie kitu kimoja. Mimi sio mjinga kama wewe, Kama umekuja hapa kwa ajili ya kunianzia mbali uanze kunipiga kilungu nikununulie iko kitoti kama unavyosema. Bana mimi hapo kama vipi urafiki hapo umekwisha. Uweze kunifanya mimi kama fala. Unaonekana hata huko hela tiketi wewe una. Unataka mimi nikulipie. Si ndio hivyo bwana? Sikiliza bwana, nikwambie mlevi. Nisikize kwamba wewe urafiki wa hasara mimi siupendi. Urafiki wa hasara mimi siupendi. Sielewi. Yaani mimi siwezi kulipia kitu chochote, sikulipia kitu chochote. Sasa upumbavu wako, tupige story tundoge zetu tukalale. Hata upumbavu wako, silipi chochote. Sema mimi mjinga.